Kwa hiyo Yesu alikuja duniani kwa taifa maalum linaloitwa la wana wa Israeli. Aliyetumwa kwa dunia nzima ni Bwana Mtume Muhammad. Wama arsalnaka illa kafatan linnasi. Mungu anasema hakukutuma isipokuwa kwa watu wote. Lakini desturi ya dunia kabla zama za sasa ilikuwa na desturi ya miungu mikubwa mitatu. Hapa ndipo unapata historia ya tarehe 25 mwezi wa 12 yalitokea matukio matatu duniani makubwa, wala sio tukio la kuzaliwa Bwana Isa, wala sio tukio la kuzaliwa Bwana Yesu. Ukiwasoma Waroma walikuwa na Mungu anaitwa Kristo, walikuwa na Mungu anaitwa Wagiriki, walikuwa na Kristo, Zeus na Olimpo, miungu mitatu. Waarabu wakawa na Lata, Uza na Manata, nao walikuwa na desturi ya miungu mitatu. Waroma wakawa na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nao walikuwa na miungu mitatu. Lakini Wababeli wa Irani walikuwa na Mungu anaitwa Nimrodi, wakawa na Mungu anaitwa Semiramis, wakawa na Mungu anaitwa Tamuzi. Lakini dunia ikaifanya hata hii miezi tunayosherehekea kwamba mwaka hadi mwaka tarehe 30 inayokuja tutakwenda kuingia katika mwaka mwingine, mabwana yote ni miungu, hakuna mwezi hata mmoja. Kwa sababu ukisema Januari unamzungumza Mungu kinyago mwenye sura mbili, mbele kama nyuma, nyuma kama mbele, akienda kama anakuja na akija kama anaenda. Anaabudiwa siku 31. Ana mke wake anaitwa Februari ambaye ni Februata, yeye anaabudiwa siku 28 ama 29. Siku 3 ama 2 ni siku za mwanamke kuingia katika ada yake ya kukamilisha. Lakini ukisema Machi unazungumza Mungu anayesika na habari ya mavuno. Na ndio maana katika baadhi ya makanisa inapofika mwezi wa 3 wanasema mwezi wa mavuno, wa machumo. Ni Mungu anaitwa Machos. Aprieli ndio Mungu wa vibaka na wahuni na wezi wote duniani, anaitwa Aprieli. Lakini kuna Mungu mrembo anaitwa Mei, Maya. Huyu ndio mwisi wa dunia, ndio Mungu mrembo. Na ndio maana leo tunaazimisha mashindano ya mamisi wa duniani tukimwadhimisha Mungu Maya ambaye ndio mrembo katika dunia. Lakini katika mji wa Babeli Mungu kuonyesha Nimrodi kwamba sio Mungu, saa 6 ya usiku alimtuma malaika wake ambaye mwenye uwezo wa kutoa roho za viumbe. Alichukua roho ya Nimrodi, Nimrodi akafa. Mungu kafa. Unasema Mungu kafa kafufuka Yesu. Sasa wakati kafa dunia ilikuwa inaendeshwa nani? Ina maana Mariamu angekuwa vidonge vya kutoa mimba ile ya Yesu, dunia ingekuwa ina Mungu leo. Lakini ukisoma Marko 15:33 Yesu anasema Eloi Eloi lama sabakatani, Mungu wangu mbona umeniacha? Sasa kama yeye Mungu, kwa nini aseme Mungu mwenzangu mbona tunaacha? Mambo mengine hata kusoma. Semiramis atakufanya baraza la mumewe, akawaambia Nimrodi anaabudiwa kama Mungu. Leo ukisema kafa dunia inasemaje? Wakamwambia hakuna kusema kama kafa. Nifanyeje? Chimba shimo mfukie mumeo. Baada yake vitatokea nini? Watu wataka kumwabudia Mungu. Wakamwambia sema Mungu wenu ametawanyika na mionzi ya jua, amekwenda kufanya safari katika jua. Kwa hiyo wanapomaliza kukoga wakae siku ya Jumapili katika fukwe, wakipigwa na miale ya jua watakuwa wanafanya ibada ya kumwabudia Mungu wao aliyefanya safari katika jua. Pakachimwa shimo akafukiwa. Baada ya kufukiwa wiki moja watu wanarudi Mungu tumuone. Semiramis akasema Mungu amefanya safari katika jua, tarudi karibuni kaenda kulitembelea jua. Watu kweli wanafanya ibada kumwabudia Mungu jua siku ya Jumapili ya Sunday. Tukisema Sunday, nyinyi mnasema ni Jumapili. Kiingereza gani Sunday ni Jumapili? Sunday ni mkusanyiko maneno mawili ya lugha ya Kiingereza. Sun and day.
kwa maana jua na siku. Kwa hiyo Sunday ni siku ya kumwabudia Mungu aliyefanya safari katika jua, na ndio maana siku hiyo watu wakapumzika wakisema ni siku ya ibada. Lakini watafanyaje? Mbona wamekuwa Mungu wa saba, namba 7, na huu dunia inatakiwa ujue ni namba 1. Wakasema rahisi sana hiyo. Kwa nini tutaibadilisha 7 itakuwa 1? Ukisoma katika Ufunuo kuna neno linaitwa 666. Atakuja kubadili majira na mwaka na saa. Namba yake katika paji yake la uso ni 666. Ataweka mfumo wa 666. 7 sasa ile tukabadilishiwa kuwa 1. Na ndio maana leo saa yako inaonyesha saa 7, lakini ni saa ngapi hiyo? Saa ngapi hiyo? 1. Si ndio hivyo? Au sio hivyo? Nasema nimerekebisha kizungu. Ukifanya kazi ya 10 tukikupa 1000 utabaki na kuipa kizungu. Kwa hiyo tukapigwa na 666. Sasa ukitoa 1 unatakiwa ngapi? 6. Saa 8 inakuwa saa 2. 8 ukitoa 2 inakuwa ngapi? Saa 3. Mshale unakuwa kwenye 9. 9 toa 3 unatakiwa ngapi? Saa 4. Mshale unakuwa kwenye 10. 10 toa 4 unatakiwa ngapi? Saa 5. Mshale unakuwa kwenye 11. 11 toa 5 unatakiwa ngapi? Saa 6. Mshale unakuwa kwenye 12. 12 toa 6 unatakiwa ngapi? Unatembea na 666 umepigwa chapa. Samiramu akapata matamanio ya kimwili, akaingia na wasili wa mumewe. Akashika ujauzito. Akaulizwa, mimba hiyo umepata wapi wakati Mungu wetu kafa? Akasema, wakati nafanya ibada kumwabudia Mungu wenu aliniangaza na nialielewa hii ndio mimba yake. Tarehe 25 mwezi wa 12 akazaliwa mtoto wa zinaa anaitwa Tammuz Day. Tarehe 25 mwezi wa 12 kazaliwa mtoto wa zinaa anaitwa Tammuz Day. Mwaka 336 Agosto kutoka Roma akaifanya tarehe 25 mwezi wa 12 ndio siku bora, na akaitangaza ndio siku aliyozaliwa Bwana Yesu. Hajakuwa uongo. Tarehe 25 mwezi wa 12 alizaliwa mtoto wa zinaa anaitwa Tammuz Day. Tarehe 25 mwezi wa 12 walikamata vitabu vya Mungu wakavichoma moto kwa mujibu wa Mathayo ya kwanza 1:54. Tarehe 25 mwezi wa 12 alizaliwa Yesu, kwa sababu Luka 1:26 taarifa za mimba zinakwenda mwezi wa 6, wa 7 akashika mimba mpaka mwezi wa 12 miezi 5. Yesu hajazaliwa kwa miezi 5, hata huyo njiti azaliwe miezi hiyo. Nimekaa miaka hii miezi hii miungu. Tarehe 25 kazaliwa Yesu. Na ndio maana sisi tunapanda majukwani tunapambana sana kukataa. Shehe, huu sio mwili wangu sana. Wallahi nikwambia huu sio mwili wangu. Mimi mwili wangu utakapojua Mwanza nilifungwa na mazenge miezi 6. Nimesema Yesu sio Mungu, tukala miezi 6. Tumekata rufaa, tuko ndani. Mimi naambia mazenge, bwana haika wakina bei kesi ndogo, kwanza hii sio gereza mwalimu. Shehe, hatari. Nilinenepa, wewe kuamini kwa gerezani lakini nilinenepa. Waislamu hata kwenye vyakula wanaweza kwenye mahoti kote anakufikeni hapa. Watu wawili amalizi mnagawa kwa wafungwa wenzenu, basi dua tutawaambia. Waislamu nje wanakaa itikafu tutoke, wafungwa wanaomba dua tusitoke. Tunakwenda mahakama na sababu wengi wakila kabla kuna nini amaliza sio na wasiwasi. Tunapata hakimu Muislamu, bwana mnashtakiwa kwa kosa la kumkashifu Yesu. Mimi nataka nikatae na singe kawaida. Tunakubali hiyo. Kania tulia. Hakimu akatutazama hii box ya wewe hii. Maana tukatae tupate dhamana. Akasema bwana mnashtakiwa kwa kosa la kumkashifu Yesu, babu kakubali mara 4. Ukaona miaka 60 ndani. Hakimu akatisa kichwa akamwambia mwendesha mashtaka, unawasikia? Mwendesha mashtaka akamwambia wapi adhabu mara 2 yake, walifungwa kwa kosa hilo, leo wamekata rufaa, wamekubali tena wamesumbua mahakama. Hakimu akasema kwa sababu mlifungwa mmekata rufaa mmesumbua mahakama, natoa adhabu kwa watu mnaosumbua mahakama, mtakwenda jela kwa miaka 6. Msione na waonea mna chochote cha kujitetea. Alifanya kosa la mwaka hilo. Akaambiwa tunacho kipi? Akaambiwa mheshimiwa, kawaida ya kesi kuna aliyekashifu na aliyekashifiwa. Sisi tuliokashifu tupo, aliyekashifiwa kesi nani?
Hakimu akasema Yesu. Kwa hiyo anastahili kusimama mahakamani kulalamika mwenye kesi yake nani? Hakimu akasema Yesu. Akaambia basi naomba mlalamikaji asimame tuendelee na kesi. Lakini ndio nifanya njui. Hakimu akamuuliza mashtaka unawasikia au nini wanataka mwenye kesi yake? Akasema Yesu mimi nitampata wapi sasa? Hakimu akatoa bwana nendeni. Yesu akirudi Mwanza. Ndipo hapa tunamaliza hapa tunaomba Yesu asirudi akirudi kitambo ndipo pale nao. Ndio mtu Muhammad. Sisi tunakana maswali hoja wapi kuulizwa. Mimi swali lolote mimi shaenda Nairobi nimezungumza Qur'ani haiacha kitu. Mpumbavu mmoja akatokea akasema safi uongo nikamwambia kweli. Zote hizo nikamwambia duniani kote hizo ndani ya Qur'ani. Akanambia nitajia ile fikra linakaa soda. Qur'ani sema. Naona kwa ndazimu. Nikakuta kwenye soda wenjo. Bwana ukipanga vizuri zinakaa ngapi? Akasema 150. Kama bwana umesikia 150. Akasema nataka Qur'an siku moja 21 sura al-Anbiya Mungu anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulizeni wanaojua kama nini hajui. Nikamwambia umesikia Qur'ani? Kwa sababu mimi sijui nataka niulize yule atakayejua. Wale sio swali katika Qur'ani na majibu. Sema Qur'ani elimu yangu imefika mwisho. Mimi hata ukileta ubalamani kwenye Qur'ani bila kuchapa. Unakuja na kupokea. Unamtoa Shafi, nionyeshe wapi katika Qur'ani Muhammad katailiwa. Nikamwambia uliza vizuri swali. Akasema nionyeshe wapi Muhammad katailiwa katika Qur'ani. Nikamwambia kwa bahati mbaya Qur'ani haina picha. Akanionyesha kuna picha hapo. Unapokuja mimi nakupokea gani utakapokuja kivuta mimi nakupokea. Kuna siku niko Liloda ndio niliakanyaga siku hiyo. Nikatangaza duniani hakuna msomi hakuna prophet asipokuwa mtu wa kwanza ni bwana mtume Muhammad. Nikamfadhilia sana mtume. Kutoka chini akapanda anaitwa Father Francis Roman Catholic. Jina Father Francis Roman swali ni watoto wote waongo. Tukamwambia uongo wetu nini? Yeye anamtangaza Muhammad msomi katika dunia. Nikamuuliza katika dunia kwani Muhammad unamuonaje? Akasema katika mambo walioko duniani Muhammad ndio mbumbu wa kwanza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mwenyekiti akamwambia toa aya Mungu anasema Muhammad mbumbu. Akasema kabla sijatoa aya sasa kusoma na kuandika dunia inamjuaje. Wakristo wakachapa mbumbu. Tukala 7157 Qur'an. Alladhina yatami'una rasulan nabiyya tumia ambao wanafuata mtume asiyejua kusoma wala kuandika. Tukaulizwa maneno haya kweli tukajibu kweli. Nini na Mungu wenu nani zaidi? Tukasema Mungu zaidi. Mungu aliyemtuma Muhammad anasema Muhammad hajui kufanyaje? Hajui kusoma. Kuna msomi gani duniani asiyejua kusoma? Wewe unatoka? Nakuuliza unatoka? Kama unasema Allahu a'lam bi muradi. Unaenda tafsiri pale Mungu anajua zaidi au unatafuta bakora. Sio tumetoka. Kwambia kwanza inategemea. Akasema inategemeaje? Tukamwambia aliyetajwa hapo akiwa ni mtume kama hajui kusoma, dunia haiwezi kumhesabu kwa mbongo. Lakini akiwa sio mtume, akiwa mwanadamu wa kawaida kama hajui kusoma, dunia ndio itamhesabu kuwa ni mbongo. Akasema awe mtume, asiwe mtume kama hajui kusoma ni mbongo tukabia baraka. Kwa hiyo faza kila asiyejua kusoma ni nani? Sio akatumbukia bwana mbongo. Adala 7:14 Yohana. Bwana Yesu kaingia katika hekalu akawa anafundisha mpe. Faza Yesu kaingia hekaluni anafanyaje? Anafundisha kwa sababu anajua endelea. Wayahudi wanaulizana wakisema amepataje kujua elimu Yesu ambaye hakusoma? Kaambia mpe. Biblia nayo ina akili inakubali. Inasema Yesu naye hakufanyaje? Akajibu hakusoma kwa kuwa kusoma naye atakuwa ni Akumaliza akasema inategemea. Lakini Yesu wa mkubwa. Tukaambia kwa kuwa Muhammad ni mtume hawezi kuwa nani? Akajibu Yesu wa Mungu 87:6-5 fala tansa. Tutakusomesha, hutasahau kusomeshwa na nani? 53:5 Qur'ani alama mushadidu kuwa Muhammad kafundishwa na malaika. Swali mtume Muhammad. Waroma wamebakisha sehemu mbili Tanzania ndio Uislamu unawapata. Zanzibar na kisiwa chetu kilichotoka mimi kinaitwa Mafia. Nisikilize. Huu moto washamaliza moto. Ndio maana ukipita huko baba Kristo mama Muislamu unaogopa. Waislamu wanaogopa. Hata hiyo hapa mmoja mademu wa Kristo na pesa nao uongo. Mungu
Ndio wamefanikiwa hao. Ina maana familia yenu ndani ya miaka 10 na wewe hapo uweze kumwacha mtoto wako usijidanganye. Ndio mama Mkristo, baba Muislamu. Miaka 10 familia ya bonde ya Kibengereko iliyokuwa haina Mkristo hata mmoja, anatokea mjukuu Mkristo. Uongo? Washamaliza. Hawana shida, wanasubiria. Wale wazee wenzangu tulioishi Dar es Salaam hii na Dar es Salaam ya miaka 90 ndio hii. Naweza kusema ndio hii. Mimi niko bwana mdogo na piga ndege pale Kariakoo. Mwezi wa Ramadhani na kwenda posta Jimkana, tunakwenda kukoga. Saa 12 ikifika, chakula kinaanza kupangwa kule posta mpaka uwanja ndege. Kila nyumba inatoa chakula cha futari nje. Uongo kweli? Nauliza wazee zangu, uongo kweli? Sasa hivi hapo hamna, sababu napotea. Hapana, ilikuwa hivi hapa. Jana saa asubuhi tunapiga baa. Mimi nikaanza hapa pale. Alfajiri anapita mtu nje dirishani. Swala anapita dirishani. Au naomba kwanza. Uislamu umepotezwa na Uislamu umepotezwa. Alafu umekubali na Uislamu umepotea. Mafia sasa. Hija ya Wakristo inafanyika Mafia kila mwezi wa 10. Kijiji kimoja kinaitwa Kanga. Wakristo wanatolewa 2000 kutoka Dar es Salaam wanaenda kuzeneza hija Mafia. Na Mafia juzi ametokea fadhili wa kwanza. Mchezo waliocheza watu wale kwa akili zao, walimpeleka mtu mmoja anaitwa Michael, akakaa pale Mafia, akamtongoza mwanamke wa Kiislamu, akazaa naye, akajifanya mimi nasilimu, akasilimu, wakamuozesha, baada ya mwezi akaonekana kanisani anapiga kengele. Watu wakasema ndoa imekufa, akasema ife. Mwanamke akaenda kwa dadake Kimazichana miaka 3, mwanamume akachukua karatasi zake kaenda Kimazichana, apewa mwanawe. Alipopewa mwanawe akaondoka naye sijui Mbeya sijui wapi, akamsomesha la kwanza mpaka la 7, form 1 mpaka form 4, form 5 mpaka form 6, akampeleka jeshini, akawa mwanajeshi, akakabidhiwa upadri, akasomeshwa, juzi karudishwa Mafia, padri wa kwanza kutoka wilaya ya Mafia. Wazee tunapadri na bado tunakuatia mimba dada zetu. Watoto washapatikana Wakristo na Waislamu. Ndio dunia ilipokwenda. Lakini chengine tarehe 6 mwezi wa 12 wakakaa kikao Starlight, Uganda, Kenya, Rwanda, wachungaji. Tuna ukombozi wa Uislamu Tanzania, wenyewe wamelala. Sisi tunagombania kidole. Bwana yake kabisa kidole. Bwana yule kanyosha. Ukimwona msikitini tukakisa kidole mtoe. Huyu kafunga hapa, usi ukafanya ndio tunagombania hivyo. Uongo kweli? Ile ndio mtwala mimi. Nikauza shesha, nikutikisa kidole na kuacha hivi sahihi. Makundi yote mawili hapo. Uona jibu vipi? Nikamwambia ona tikisa kidole unasemaje? Mimi nampiga shetani. Nikamwambia wewe mzee utaki shetani apige babu yako. Mwambie shehe wewe mpige mimi namzuia asiondoke. Wazee wamevaa msikitini wanasema ukiwa mtu anakisa kidole, vunjie swala yake hapo. Wakapigana ile kwa yenyewe. Siku hiyo imamu alikuwa kijana akafundisha sala ndefu, mtu mmoja kaeka kidole ile. Sasa nikataka nikamsaidia. Unajua kila sura kile. Wakati mtaka sala mjadala unaanza. Ndani ya swala. Bana malizia, dakika moja na malizia. Naomba tu kwa pamoja. Atakupiga mtu ndani ya swala. Wakasema Mwamposa na Gwajima mtafanya hiyo shughuli. Mwamposa akatengenezwa mafuta sio ubongo, sio upungu, sio kitu gani kinga. Trial ya kwanza akaifanya Moshi. Akayamwaga yale mafuta watu wakaenda kukanyaga. Walikufa watu 24 na katika 24 watu 14 walikuwa Waislamu. Masasi Mtwara Gwajima alichofanya. Nenda Masasi Mtwara Gwajima alipofunga watu. Nenda Ikwilili Gwajima alipofunga watu. Mwamposa tarehe 25 anafanya pale Taifa. Nafasi ya viti vishajaa na wanaokwenda ni Waislamu pale Taifa. Hauna ngopo Waislamu? Amka kesho asubuhi nenda Tanganyika Pekas. Kaa jua linapozama uone vikanzu na vijabu vinaenda kwa Mwamposa kuchukua maji ya upako na mafuta.